أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين، أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام المباركة على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee mtukufu wa daraja kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na darasa yetu. Lengo na makusudio ni kukumbushana na kuweza kuelekezana njia ya sawasawa ili tuifuate kutoka katika hali ya makosa, imani kwa kukusudia, kwa kughafilika au hata kwa kujisahau, na kuelekezana katika miongozo na mienendo sahihi aliyotuhusia Muumba wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma ni aya ya 14 katika suratu Luqman, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa wasaina al-insana biwalidayhi, na tukamuhusia mwanadamu juu ya wazazi wake wawili. Tukamuhusia mwanadamu kuwazingatia, kuwathamini, kuwajali, kuwatunza wazazi wake wawili, ambapo aya hiyo Mwenyezi Mungu anabainisha na kueleza kwamba ni namna gani, ni njia zipi, ni taratibu gani ambazo mwanadamu alizipitia. Anasema hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni, changamoto, maumivu, adha, udhia, kero na mambo mengine mengi mbalimbali ambayo wazazi wetu, mama zetu waliyapitia, waliaishi katika kipindi cha ujauzito. Akafika hatua akasema, wafiswaluhu fi amain, mwanadamu huyo baada ya kuzaliwa ananyonyeshwa. Akishanyonya, ananyonya kwa muda wa takriban wa miaka miwili. Baada ya miaka miwili mwanadamu huyo anaendelea na hatua mbalimbali za ukuaji. Mwenyezi Mungu akatuambia, anishkurli waliwalidaik ilayya almasir. Jambo la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka turejeshe shukrani zetu kwake. Jambo la kwanza tumshukuru yeye Subhanahu wa Ta'ala.
Akaendelea akasema, waliwalidaik, kadhalika tuwashukuru na wazazi wetu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu, tutamshukuru kwa namna nyingi mbalimbali tofauti tofauti, hata kule kutii na kufuata miongozo, kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuishi katika mifumo na mienendo sahihi aliyoielekeza, aliyoifundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni sehemu na ni namna ya kumshukuru yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema, waliwalidaik ilayya almasir, kadhalika baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunatakiwa tuwashukuru na wazazi wetu wawili. Kila mwanadamu aliyeko katika mgongo huu wa ardhi amezaliwa kupitia wazazi wawili, baba na mama. Hawa wote wana haki zake, hawa wote wana majukumu ya msingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafaradhisha. Mwenyezi Mungu anatuhusia, Mwenyezi Mungu anatuelekeza, anatutaka tuwashukuru wazazi wetu. Kuishi katika misingi na taratibu alizozielekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya wazazi wetu ni njia mojawapo ya kuwashukuru wazazi hao. Baada ya utangulizi huo mfupi, napenda kutabaruk kwa maneno machache ya moja katika wajukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ni al-Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu chake kiitwacho Risalatul Huquq, ambacho kitabu hicho kwa baadhi ya waandishi wamekiambatanisha, wamekiunganisha pamoja na kitabu cha Sahifatu Sajjadia, na baadhi ya waandishi wengine wamekitenganisha kiko peke yake, kinajitegemea. Katika kitabu hiki cha Risalatul Huquq, al-Imam alayhi salam ameeleza mambo mengi, ameeleza haki za vitu na watu mbalimbali. Ameeleza haki ya Mwenyezi Mungu, haki ya mtume, haki ya baba, haki ya mama, haki ya mwalimu, haki ya kiongozi. Akafika akaeleza haki za viungo tulivyo navyo. Kila kiungo tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu katika miili yetu, basi kiungo hicho kina haki maalum au kina haki kwa mwanadamu huyo. Kwa inshallah, kwa siku hii ya leo napenda nitabaruk kwanza kwa maneno haya ya al-Imam Zainul Abidin alayhi salam alipoibainisha na kuieleza haki ya mama. Aya niliyotangulia kusoma, Mwenyezi Mungu anasema hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni. Inafika hatua mama anapokuwa katika hali ya ujauzito, kipindi kile cha ujauzito hajihisi raha, hajihisi hamu ya kula chochote. Ili apate hamu ya kula lazima ima atangulize udongo, au baada ya kula, kabla hajakula chakula chochote ale udongo. Wengine wanafika hatua ni wa kutafuna mkaa. Ni kitu ambacho akiwa na katika hali ya kawaida, tofauti na kipindi cha ujauzito, ni kitu ambacho hakihitaji wala hawezi kukitumia. Kwa hiyo hayo ni sehemu ya karaha, ni sehemu ya maudhi, ni sehemu ya changamoto ambazo wanazipitia wazazi wetu, wanazipitia mama zetu katika kipindi cha ujauzito. Anasema al-Imam Zainul Abidin alayhi salam, wa amma haqqu ummika, ama kuhusiana na haki ya mama yako, fa an ta'lama annaha hamalatka haythu la yahmilu
ahadun ahada. Kuhusiana na haki ya mama, mwanadamu anatakiwa atambue kwamba annaha hamalatka haithu la yahmilu ahadun ahada. Mama yetu au mama yako amekubeba kwa staili au kwa namna ambayo hakuna mtu mwingine yeyote anayeweza kumbeba mtu mwingine, isipokuwa ni umaalumu na upekee ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameujalia kwa mama zetu. Anaendelea anasema al-Imam alayhi salam, wa a'tatka min thamarati qalbiha ma la yu'ti ahadun ahada. Kadhalika mama huyu akatupa, mama akatunyonyesha baada ya kutubeba mpaka kuja kujifungua kwa changamoto, kwa karaha, kero na maumivu makali, maumivu mazito. Baadhi ya mama zetu wamejifungua kwa operation. Kuna wengine waliojifungua baada ya kujifungua anapoteza na uhai hapo hapo. Kuna mwingine kujifungua kuna changamoto nyingi, wengine wanaishiwa damu, wanaishiwa nguvu, lakini Mwenyezi Mungu anajalia baada ya pale wanakuja kuendelea na hatua nyingine ya malezi. Kwa hiyo baada ya mama kujifungua anamnyonyesha mwanae, anamlisha mwanawe kwa kile kilichoko ndani ya mwili wake. Ni namna ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kumlisha au anaweza kumfanyia mtu mwingine, isipokuwa ni umaalumu na upekee ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameujalia kwa mama zetu. Akaendelea akasema, wa waqatka bijamii jawarihiha. Kadhalika hakuishia tu kwenye kubeba ujauzito, hakuishia kwenye kujifungua na kumnyonyesha mtoto wake, bali mama huyo alifika hatua akamuhifadhi mtoto wake kwa viungo vyake. Mama anafika hatua anamtunza mtoto wake kwa viungo vyake. Walam tubali antajua wa tut'imaka. Mama hakujali yeye kuwa na njaa, lakini jambo la kwanza na la msingi mtoto wake ale ashibe. Mama zetu wamepitia changamoto kipindi cha ujauzito, kujifungua, kutulea, kutusimamia, mpaka anafika hatua mama yeye yuko radhi ashinde na njaa, yuko radhi mama abaki na njaa, lakini mtoto wake apate kula kushiba. Haya yote ni yale aliyoyafanya mama kwa mtoto wake. Wataatasha wataksika. Kadhalika mama yuko radhi kubaki na kiu, anahakikisha mwanae anakunywa maji, anakinahi na kukata kiu. Wataara wataksuk. Kadhalika mama yuko radhi apambane, ahangaike, kile anachokipata hatua ya kwanza ahakikishe mtoto wake amevaa, apoteze chochote cha kupoteza, lakini ahakikishe mtoto wake amevaa. Baadhi ya mama zetu wameishi katika mazingira magumu na mazito, hawana nguo nzuri za kuvaa kupendeza, hawana nguo nzuri za kuvaa kuonekana kwa watu, lakini anahakikisha mtoto wake anakuwa katika muonekano mzuri, anakuwa na nguo zenye kuvutia na zenye kupendeza. Anaendelea anasema al-Imam alayhi salam, watudhi watudhilluka. Mama yuko radhi apigwe na jua kwa ajili ya kumpa kivuli mwanae, kumkinga mwanae asipigwe na jua. Yuko radhi mama apigwe na jua, anyeshewe na mvua, lakini anahakikisha mwanae anahifadhika, asipigwe na jua wala asinyeshewe na mvua. Anaendelea anasema, watahjura naum liajlik. Kadhalika mama
yuko radhi kukosa usingizi kwa ajili ya mtoto wake. Mama akose usingizi kuhakikisha mwanaye anakuwa katika hali nzuri, anakuwa katika hali ya utulivu. Haya yote ni mazingira ambayo wameyapitia wazazi wetu wakati wa kutulea kwetu, kuanzia ujauzito mpaka kuzaliwa na kufika hatua ya kuanza kuzimudu baadhi ya harakati za maisha ya duniani. Mama yuko radhi akeshe usiku, lakini mwanaye awe na utulivu, mwanaye awe katika amani, apate usingizi mzuri. Wa waqatika alharra walbard, kadhalika mama amemhifadhi mwanaye ikiwa ni kipindi cha joto. Yuko radhi mama avunje shughuli zake, lakini kuhakikisha mwanaye anakaa kwa kutulia, kuhakikisha mwanaye asiathirike na joto hilo. Na hata ikiwa ni kwenye baridi, basi mama yuko tayari kufanya yale yote yaliyoko ndani ya uwezo wake kuhakikisha mwanaye anakuwa katika utulivu, mwanaye anakuwa katika amani. Haya yote yamefanywa na wazazi wetu, yamefanywa na mama zetu kuhakikisha sisi watoto wao tunakuwa katika amani, tunakuwa katika utulivu. Ni aina ya hatua, ni baadhi ya njia walizopita wazazi wetu wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na kutulea, mpaka tunafika katika hatua ya kuanza kujitegemea. Nasaha zangu kwenu ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu, kwani sisi wote tumezaliwa, sisi wote tumetokana na wazazi wawili, baba na mama. Tujitahidi kuwatendea wema wazazi wetu, tujitahidi kuyafanya yaliyo bora na mazuri kwa wazazi wetu. Isiwe sisi ni sababu wazazi wetu kukosa amani, isiwe sisi ni sababu wazazi wetu kukosa uhuru, bali sisi tuwe ni chanzo cha furaha za wazazi wetu, sisi tuwe ni chanzo cha miongozo, utulivu, raha, amani kwa wazazi wetu, kwani walioyapitia wazazi wetu wakati wa ujauzito, hususan kina mama, wakati wa ujauzito, tumezaliwa, kutulea mpaka hapa tulipofika, ni mengi, magumu na mazito. Hakuna chochote tutakachoweza kukifanya ikawa ni malipo sahihi kwa yale walioyapitia kwetu, isipokuwa ni kufuata mafundisho na miongozo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naye ndiye atakayeweza kuwalipa, naye ndiye atakayeweza kuwasimamia, kuwalea, kuwahifadhi. Jukumu letu kubwa sisi tunapaswa kukaa kuwaombea wazazi kwa Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu awape yale yaliyo mema na mazuri. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.